Kila ulingo uko na misamiati yake ambayo inatumika kuelezea mambo mbalimbali ambayo yanaendelea ndani yake. Na ukitumia maneno ya ulingo fulani katika ulingo tofauti, unaweza jikuta umepata matumizi tofauti ya lile neno. Kwa mfano, kuna maneno ambayo madaktari hutumia na maneno ambayo wanasheria wanatumia na maneno ambayo walimu wa shule wanatumia. Unaweza kuta ya kwamba ile lugha ya mtu wa shule ambaye ni mwalimu na lugha ya mwanasheria na lugha ya madaktari, hata kama neno hilo ni lile lile, laweza kuwa linatumika vinginevyo. Leo tunataka kuongea kuhusu kitu kinaitwa uamuzi. Na tunapoongea juu ya uamuzi, tunaongea uamuzi juu ya ni nani atakaye kuwa nini katika maisha. Kwa hivyo karibu tuandamane hadi tamati. Wakati mtoto amezaliwa katika family, huwa anaanza kudhihirisha mambo mbalimbali ambayo yanatafsiri maisha yake. Saa ingine huyo mtoto anaweza dhihirisha tabia na mienendo mbalimbali na ambayo saa zingine inatofautiana na ya wazazi wake. Na unaweza kuta watu wa family wakisema huyu mtoto ako na tabia kama za babu, ama ako na mienendo kama ya babu. Na ndio sababu unakuta katika family watoto wamezaliwa na baba mmoja na mama mmoja, lakini sura zao hazifanani. Ingawa maeneo mengine ya hiyo sura yanafanana, lakini kuna tofauti ambayo unaweza kutofautisha ukasema huyu ni fulani na huyu ni fulani. Sasa swali ni nani huamua ya kwamba huyu atakuwa hivi ama atakuwa hivi? Unakuta katika familia ya watu 10, kuna mtoto ambaye amesoma kupita wengine lakini akaishi nyumbani. Mwingine hakusoma sana lakini alipata kazi nzuri. Kupitia kwa ile kazi ametembea dunia nzima. Ametumwa Umarekani, ametoka huko, ameenda bara la Asia, ameenda bara Europa, ameenda Australia, ameenda sehemu mbalimbali na amerudi Kenya. Unakuta mwingine alijianzishia biashara yake mwenyewe, ikakuwa kubwa kabisa. Katika ile familia moja kuna daktari pale, kuna polisi na kuna mwalimu. Mbona wote hawafanyi kazi moja? Kuliendaje? Huenda hata baba yao alikuwa kiongozi fulani katika eneo fulani. Lakini unakuta kuna watoto wameibuka, hawataki maneno ya uongozi, wanataka tu kuendesha maisha yao jinsi yalivyo. Je, ni nani huamua? Tukiangalia katika maandiko matakatifu, tutaweza kupata mwangaza, kwa sababu neno la Mungu ni mwangaza na ni nuru. Daudi alisema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Hiyo ni katika Zaburi 119 aya ya 105. Kwa hivyo katika kuongozwa kujua, tunahitaji taa na tunahitaji mwanga wa maisha yetu. Mfalme Solomoni akiandika katika Mithali alisema, njia ya mwenye haki inakaa kama vile siku inavyoanza asubuhi. Asubuhi inakuwa na mwanga kidogo,
lakini ule mwangaza unaendelea kuongezeka hata unakuwa mwanga kamili na mwingi katika maisha yake. Kitu kimoja cha kujua ni kwamba kila mtu anayo njia yake katika dunia hii atakayoipitia. Anazo kazi atakazozifanya. Anayo mambo ambayo yatampata yasiwapate nduguze au dada zake, na saa zingine hata yasimpate hata mmoja wa ukoo wao. Katika Biblia tunaona mapigo yalikuwa yanaenda mpaka kizazi cha 4. Familia fulani yaweza kuwa iko na unyonge fulani, lakini ikawa huyo mtoto katika mwaka wake ametokea akiwa anaanza kizazi cha 5. Kwa hivyo akawa lile pigo halikumpata ingawa ametokea kwa ile familia. Kwa hivyo yapo mambo ambao watu hufanya kwa hii dunia. Zipo maeneo watu wanatembelea. Zipo kazi watu wanazozifanya. Na zipo tajiriba watu wanazojipatia. Lakini zote zina yule anayeamua. Mtume Petro aliitwa siku moja na Mungu. Akaambiwa, amuka uende mpaka nchi fulani. Na kwa ile nchi kulikuwa na bwana mmoja mwenye heshima sana. Huyo mtu alikuwa ni mwombaji, kila saa 9 ya mchana anaomba. Anaitwa Cornelius. Alikuwa ni mtoaji zaka zake. Alikuwa ni mtu mwema, mwenye tabia njema. Huyu mtu alikuwa kiongozi mkubwa wa jeshi. Akatumana aletewe Petro. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mambo aliyotamani kuyajua. Sababu yake ya kutumana, alikuja malaika saa 9 ya mchana. Akamwambia Cornelius, maombi yako yamesikika na sadaka zako ambazo umekuwa unatoa zimekubalika mbinguni na zimekumbukwa. Lakini kuna kitu bwana Cornelius haujui. Tumana katika mji fulani kwa bwana fulani, yuko mgeni analala pale anaitwa Petro. Utumane aje akuelezee mambo ambayo unafaa kuyajua. Petro naye mahali alikuwa analala kwa guest house, chumba cha juu. Analala, anaona ndoto. Anaona kitambaa kikubwa kinateremka, kina wanyama wa aina zote, wasafi na wasio wasafi, haramu na wasio haramu. Anasikia sauti inamwambia, inuka, chinja ule. Anamwambia Mungu, mimi sijawahi kula kitu haramu. Inarudi juu. Inateremka tena. Anasikia ile sauti inarudi, amka, chinja ule. Anasema, Bwana, sijawahi kula kitu haramu. Hayo maono yakatokea mara 3. Wakati maono yamepita, anasikia mtu yabisha kwa mlango. Kuna wanaume wametoka huko kwa bwana Cornelius, mkubwa wa jeshi ya Kirumi. Amesema anataka Petro, kwa sababu malaika alimwambia amtumane. Petro akauliza Roho Mtakatifu, je, niende nisiende? Roho Mtakatifu akamwambia, enda, ni salama. Alipokwenda akafika, akamkuta ule bwana ameketi katika nyumba yake, ana wageni na watu wengi. Na yeye Petro mwenyewe alienda na watu 6. Sasa walipofika pale, Petro akasema, ningependa uniambie sababu gani umeniitia. Yule bwana mkubwa wa jeshi akamsimulia yote aliyoyaona na kilichomsababisha kumuita. Basi akasimama Petro. Kwanza akatanguliza kumwambia, wewe Bwana
pamoja na wote mnaonisikiza leo, kuna habari mlizozisikia. Na hizi habari ni habari za Yesu Kristo Mnazareti. Jinsi ambavyo Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Na jinsi alivyokwenda kila mahali akitenda wema, akiponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Petro akaendelea kusema ya kwamba watu walimuua Yesu, na baada ya siku 3 akaonekana, Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Na Petro akajitambulisha kwamba niko hapa kwa sababu ya kukuambia mimi ni shahidi. Mimi ni shahidi wa mambo yote ninayokuambia, na kwamba Yesu alipofufuka tulikutana na yeye na tukaongea na yeye, na akatuamurisha kitu kimoja: twende kila mahali duniani tukiambia watu wote kwamba yeye ndiye amefanywa mwamuzi wa walio hai na walio kufa. Sawa sawa. So Yesu ndiye alifanywa mwamuzi. Yeye ndiye huamua ni mambo gani yatakayotendeka katika maisha yako na ni mambo gani ambao hayatatendeka kwako. Tukiangalia katika Zaburi 75, inasema ya kwamba kuinuliwa ama kupata cheo cha uongozi akutoki magharibi au mashariki au jangwani, lakini Mungu ndiye mwamuzi. Huwa anainua huyu na anashukisha huyu. Saa zingine kama watu tusipolielewa hili, tutaanza kuwa watu wa kulaumu. Na haya maneno ya lawama yako ndani ya mwanadamu sana. Dhambi ya kwanza mwanadamu aliyoifanya ni kukula matunda yale Mungu aliyomkataza. Lakini dhambi ya pili ni kulaumu. Mungu alipomuuliza mbona ulikula, alimlaumu Mungu. Akamwambia ni huyu mke uliniletea hapa kwa shamba. Kama ungeniletea huyu mke hapa, mimi singeweza kufanya hii makosa nimefanya. Na ule mke naye akaulizwa, na wewe je, kuliendaje ukala? Akasema mimi kama nyoka angenidanganya singekula. Kwa hivyo blame, lawama, ni mojawapo ya shida kubwa ambao mwanadamu huwa yuko nayo, ya kutaka kukosa kukubali makosa. Lakini kinyume na hayo, mwanadamu angesaidika kama angekubali kitu kinaitwa kuwajibikia makosa yake. Kwa Kiingereza inaitwa taking responsibility. Mwanadamu angekubali aseme nimekula na ulinikataza lakini nisamehe. Na mwanamke hivyo hivyo. Lakini lawama huwa mara nyingi mwanadamu anaitumia kama kwa Kiingereza tunaita psychological defense. Ya kujitetea kisaikolojia, ni kwa sababu kuna uoga fulani ambao uko ndani yake wa kutaka kusema sitaki madhara ya makosa yangu yanipate, ama adhabu ya makosa yangu inipate. Na kwa hivyo anafanya kitu inaitwa shifting blame. Anakosa kupokea blame, anaipandisha kwa mtu mwingine. Na hivyo ndivyo mwanadamu amekuwa kutoka kitambo. Lakini tunaelewa vizuri blame, wakati Adam aliblame God,
na ule madamu wa kwanza akablame shetani, hiyo haikuzuia Mungu kuchukua hatua na kuwaamua kwa njia ya haki kama Mungu. Mungu akiwa mwamuzi mwenyewe aliwapatia sentence. Sentence kwa walimu wa shule ni sentence tu, lakini sentence kwa wanasheria ni kuamua. Aliwapatia uamuzi wa kesi, na huo uamuzi wa kesi yao ukawa ni kwamba kila mmoja amehukumiwa kulingana na kosa lake alilolifanya. Kwa hivyo kukosa kukubali makosa hakukuwasaidia, na ndivyo huwa kunakuwa mbele ya Mungu. Hata usipokubali, Mungu bado huwa anakuhukumu. Lakini swali ni kwamba kwa nini Mungu huwa anahukumu watu? Na yeye ndiye aliwaumba, yeye ndiye anashikilia uhai wao, yeye ndiye aliye na wao katika masuala ya kila siku. Ni kwa sababu moja. Wakati alimuumba mwanadamu, alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, sawa, na kwa sura yetu, ili mwanadamu akaitawale dunia na kuitiisha. Kwa hivyo wakati alimuumba mwanadamu, alimuumba mtu anayefanana na yeye. Neno hilo kufanana na Mungu halimaanishi mwili, lakini inamaanisha roho. Roho ya mwanadamu na roho ya Mungu, kwa sababu Mungu ni roho, mwanadamu ni roho, wanafanana. Na kuna kitu kimoja Mungu alipatia mwanadamu, kinaitwa free will kwa lugha ya Kiingereza, uhuru wa kujiamulia. Na wakati Mungu alikuwa anaongea na watu wake wa Israeli, aliwaambia, ninaweka mauti na uzima mbele yako, na uko na uhuru wa kuamua kama unataka kuishi ama unataka kufa. Na akamwambia, nataka nikwambie, ukiamua kuishi kuna benefit ama kuna faida. Faida yake ni kwamba utaishi, lakini ukiamua kufa utakufa tu. Sawa? Kwa hivyo Solomon akiandika katika vitabu zake, Solomon aliandika kitabu cha Mithali, Mfalme Solomon aliandika kitabu cha Mithali, aliandika kitabu cha Mhubiri, na aliandika kitabu kinaitwa Song of Songs ama wimbo ulio bora. Aliandika hizo vitabu vitatu. Aliandika wimbo ulio bora akiwa kijana mwenye upendo mwingi. Akaandika Proverbs akiwa mzee wa miaka ya kadri. Wakati alizeeka sana kabisa yakaribia kuaga, ndio aliandika kitabu cha Mhubiri. Na tunaona akieleza vizuri ya kwamba hekima ndio Mungu aliumba kwanza. Na aliumba kwanza hekima ndio iweze kumsaidia katika kuumba vitu vingine vyote. Sasa katika maisha, Mungu ametupatia hekima ya vile tutakavyo yaendea maisha. Lakini kuna wengine wamepewa hekima zaidi ya wengine. Na ile hekima katika watoto 12 wa Israeli, kuna mtoto mmoja aliitwa Isakari. Na yeye akaoa na jamii yake ikakuwa kubwa na ukawa ukoo wa watu ambao walikuwa na hekima za kuzielewa nyakati na kuelewa mambo ambayo yanaweza kufanywa wakati gani na kutafsiri majira. Kwa hivyo kuna watu hupewa hekima zaidi ya watu wengine.
lakini ni kulingana na zile kazi walivyochaguliwa na Mungu waje wazifanye kwa hii dunia. Sasa kila mmoja wetu una ile kazi Mungu alikuchagua na akakuleta kwa dunia kuifanya. Lakini wakati watu wanapoenda shule, wanasoma, inategemea alienda shule ya wapi na ya kivipi na alifundishwa nini. Tunaerevuka kama watu na tunapata mwangaza wa maisha kwa njia kubwa sana. Alafu tunapoanza kuyaingilia maisha ama tunapoanza kuamua ni mambo gani tutakayoyafanya katika maisha, tunakuwa tuko na kitu kinaitwa choices. Katika zile choices unaweza kuta una choices nyingi mzuri. Kuna maamuzi mengi mazuri ambayo unafaa kuyafanya. Na saa zingine yanaweza kuwa yako na gharama. Na watu wengine hushindwa na kulipa gharama, wakakosa kuamua, wakaamua uamuzi usio wa sawa. Na wengine wanaweza kulipa hizo gharama, lakini wanachanganyikiwa bado ni gani ambayo atachukua katika hizo zote. Kwa mfano ni kama mtoto amepita form 4 na amepita na A. Anaitwa kufanya daktari, anaitwa kufanya mass media, anaitwa kufanya journalism, zote hizo, anaitwa kufanya pilot. Anaanza kuchanganyikiwa, sasa nitafanya gani? Na hapo unakuta wazazi wanaingilia, wanamshawishi mtoto, wanamwambia sisi tunataka mtoto wetu wewe ukuwe lawyer. Kwa hivyo wanamshauri akuwe lawyer, anachukua masomo ya kuwa lawyer. Na wengine katika bidii yao ya kusoma wanakuja kugundua ya kwamba hiyo haikuwa line yao. Wanaachia katikati ama wanamaliza, wanarudi nyumbani, wanapatia mzazi certificate, wanaenda kuingilia kusoma kile ambacho kilikuwa chao. Nimekuja nikwambie kuna Mungu anayeitwa mwamuzi. Na katika maisha yako kama mzazi, ujue ya kwamba uamuzi wa huo mtoto uko na Mungu. Na kwa wale watu ambao wako na mgonjwa, pengine unaishi naye nyumbani ama ako hospitalini, lazima uelewe kuna Mungu anayeitwa mwamuzi. Na huyu Mungu mwamuzi ndiye huwa anaamua. Niliwahi ona mahali fulani watu wakiona mtu amegonjeka sana, wanaenda kumfanyia ibada ndio wamfungue aende. Ukweli ni kwamba watamfungua na ataaga, lakini wamefanya kama watu. Pana haja ya kumgojea Mungu mwamuzi aamue yatakuwa namna gani. Tukisoma tuliambiwa pia kuna wakati daktari anaweza ombwa na watu wa family kwamba huyu mtu amegonjeka sana, umdunge sindano aache kuteseka namna hii, inaitwa mercy killing. Amfanyie mercy killing. Lakini wewe kama daktari pana haja ugojee uamuzi wa Mungu. Nyinyi kama watu wa family ni bora kugojea uamuzi wa Mungu. Sasa uamuzi wa Mungu hupatikana vipi? Uamuzi wa Mungu kwa kawaida hupatikana watu wakianza kuomba. Ukianza kuomba utaujua uamuzi wa Mungu katika maisha yako. Number 2, watu wakitubu dhambi zao na kumwambia Mungu tusamehe, Mungu anaanza kuwapatia uamuzi wake juu ya maisha yao. Number 3, watu wanaposoma neno. Neno ni mwangaza. Yesu Kristo aliposoma neno, alienda mahali palipoandikwa kumhusu yeye katika Isaiah. Na kwa hivyo kuna neno limeandikwa kuhusu wewe. Katika Biblia kulikuwa na neno lililokuwa limeandikwa kuhusu John.
kuna neno lililokuwa limeandikwa kuhusu Judas. Kuna neno lilikuwa limeandikwa kuhusu Isaac. Kwa hivyo lipo neno lako katika Biblia. Unapolisoma utakuja kugundua ni kazi gani ambayo Mungu alikuleta duniani kufanya. Usipojua hayo, unaweza jikuta umeishi maisha ya kubahatisha. Kuna watu ambao katika study ya watu wanaitwa melancholies. Melancholies wanatafsiriwa kama the genius of the earth. Wale watu werevu sana kwa hii dunia. Namna nyingine watu wanawaeleza wanaitwa the jack of all trade and masters of none. Kwa sababu wakianza kufanya jambo lolote lile, mpatie ufundi anajua, mpatie udaktari anajua, mpatie elimu ya shule anajua. Wanaitwa jack of all trade. Lakini shida yao inakuwa they don't master anything. Kwa sababu ameshika jambo moja, analifanya, hawananga patience, analiacha hilo, anaingilia lile lingine. Analifanya, anaona lingine liko na pesa lile, anaacha hilo, anaingilia lile lingine. Na katika kila moja anayoifanya anafaulu, lakini anakosa kuwa na patience. Kwa hivyo inakuwa katika maisha yake hawezi jitambua vizuri Mungu alimuita ama alimchagua awe nini. Kuna wengine nao walipewa laini ya kazi. Katika lugha ya kisomo tunawaita cholerics. Cholerics ni watu ambao akianza kufanya kazi, yeye atasahau relationship. Atatumia masaa yake yote kwa kufanya kazi. Lakini na kazi yake itafaulu sana. Lakini hawezagi kudumisha uhusiano kwa sababu maisha yake ni maisha ya kutaka kitu kifanye kazi. Tim LaHaye anaeleza, wanasema ya kwamba haijalishi kile kama ni yai la boilo ama la kuchemsha na shughulikia. Kama nataka yolk, haijalishi nitafanya nini na white, lazima niipate ile yolk. Ni watu wako namna hiyo. Watu ambao wako very serious na kazi. Kipata mtu wa namna hiyo, unajua kazi itaendelea. Wengi wanakuwa kama directors. Unajua kazi ya namna hiyo, kazi yako itashika vizuri sana. Lakini si wazuri sana kwa familia. Huyu ni mtu anaweza kukupiga kwa sababu unafanya kazi vibaya. Sasa hiyo ni grupu fulani ya watu. Kuna wengine nao ambao ni watu very organized. Katika psychology wanaitwa phlegmatics. Watu wapole, wazuri, wenye mipango. Elimu inasema, bwana mmoja anaitwa Tim LaHaye anaandika, anasema ya kwamba hao ni watu wenye mipango sana, kwamba mpaka dust, yani vumbi, ikiwa kwa meza yao iko organized. Ni watu ambao wanakuwa stylist wazuri sana. Hata akipanga nguo kwa shelf, anazipanga kila nguo ina match na color ya mwenzake. Zinaenda hivyo zikipangana, hakuna kuchanganya colors. They are very good. Na hao watu shida yao moja, ndani ya mioyo yao huwa wako na uoga. They can do very well in life, lakini wanakuwa na uoga ambao huwa inatawala ndani yao. Lakini wakitiwa encouragement, wakipewa encouragement, hawa watu baadaye wanakuja kuwa leaders wakubwa na wazuri sana. Inaaminika Musa alikuwa aina ya hawa watu. Ni watu wa kimya, wapole, hawaongeagi katikati ya watu, but give them leadership. Hawa watu they make it in life. Kwa nini? Mwamuzi aliwaamulia hilo. Kuna grupu ya aina ya watu inaitwa sanguine. Sanguine ni watu ambao wana nguvu sana katika kuongea. Hawa ni watu ambao akiongea mtacheka, na akitaka mulie ataongea na mtalia. Ni mtu wa watu.
ni mtu mchangamfu, ni mtu ambaye akikasirika hasira yake haikai. Anaweza kasirika na akalia, dakika 5 imeisha, ameingilia masuala mengine. Na hawa watu tatizo yao ni moja. Kwa sababu ya huo uwezo wa kuingiliana sana na watu, wanaweza pata majukumu kwa haraka, lakini wanakuwa very disorganized. Hata handwriting yao itakuonyesha wanakaa hawako organized. Lakini katika haya yote, kila mtu aligawiwa kazi yake na Mungu. Na hiyo kazi kila mtu aligawiwa, asipoifanya ataishi kubahatisha. Hawa watu ambao tunaongea habari yake wanaitwa sanguine, wengi hujikuta katika dhambi ya usherati, kwa sababu ni rahisi sana yeye kuingiliana na mtu yeyote na akakubalika. Lakini wanatumia kitu inaitwa hisia kuamua mambo. Hawatumii ati akili alifikiria, hapana, ni vile hisia imemwambia saa hiyo hiyo, na hivyo ndivyo wamefanya saa hiyo hiyo. Lakini kuna ile kazi mtu wa namna hiyo aliombewa. Inaaminika Petro alikuwa sanguine, na kwamba wakijawa na Roho Mtakatifu hao watu wanaweza kuwa maevangelist wakali sana katika maisha. So kuna Mungu ambaye huamua mtu atakuwa nini. Sasa saa nyingine unaweza shika wajibu ambao si wako, ama ukapigania jukumu ambalo si lako, ama ukaapply kazi ambayo si yako. Kuna kitu cha namna hiyo, na baadaye ukakuta umejaribu, umeenda hasara nyingi, imeshindikana, kwa sababu hujawahi jua ile laini yako Mungu aliyokuchagulia ni gani. Na leo nilikuja nikwambie kuna Yesu ambaye alisema tukihubiri tuwaambie yeye ndiye mwamuzi, yeye ndiye huamua. So leo weka imani yako kwake. Katika watu wote waliofufuka na wakafa, Yesu peke yake ndiye alifufuka na hakufa, ndio aweze kuwasaidia watu kutambua nafasi zao katika maisha. Ninaelewa katika kutaka kujitambua unaweza shika maeneo mengi sana, lakini pana haja ya kufanya mambo niliyokuambia hapo mbeleni kwa ajili ya kujitambua wewe ni nani. Maadamu unapojitambua tu, shika laini yako na utakuja kuwa a very great person. Njia moja ya kufanya hivyo ni kutamani kitu kwa lugha ya Kiingereza kinaitwa personal development. Personal development ni kupanga ya kwamba wewe utajiendeleza kimaisha. Na kujiendeleza kimaisha kunaanza na akili ya mtu. Upange ya kwamba akili yako itaendelea. Katika kuendeleza akili, kuna kitu nowadays wasomi wanaita compound interest. Compound interest ni kwamba unaweza fanya kitu kidogo kidogo, lakini ukifanya ukirudia kila siku, kinakuja baadaye kuwa sehemu ya maisha yako na kinakuumbia kitu kikubwa. Kwa hivyo kama unataka kujiendeleza kiakili, amka asubuhi mapema, hakikisha lile risala kwanza umesoma vizuri, umekunywa maji, umefanya mazoezi. Hakikisha siku yako umeipanga. The first hour usiingie kwa simu kuanza kuchunguza simu, TikTok inafanya nini, Facebook inafanya nini, nani alijibu WhatsApp. Hizo wachana nazo kwanza. Panga siku yako, kwa sababu risala kwanza la siku linaitwa the foundation of your day. Sasa hiyo foundation of your day, kama utakuwa unasoma kila siku kidogo kidogo, kama wewe unaamini Biblia unasoma chapter kama 1 ama 2, na unaweza pia soma vitabu zingine, hakikisha ya kwamba kila siku unafanya kitu kwa ajili ya akili yako. Inaaminika pia pana haja ya kuondoa kitu kinaitwa distractions. Katika maisha, mwanadamu ameonekana amekuwa mtulivu na mpole.
na wenye kujua kufumbua wameamua kumtafutia kitu itamkeep busy. Katika harakati za kutaka kujikeep busy, amepewa kitu inaitwa distraction. Katika hii age inaitwa age ya information. Information imekuwa nyingi sana mpaka attention ya watu imepotea. Daniel Coleman ndiye anasema hivyo. Attention ya watu imepotea. Lakini tunafaa kuwa na attention ndio to maintain focus. Kwa sababu usipo maintain focus utapoteza ile kazi Mungu alikuamulia kufanya. Na kitu moja inayopoteza focus ama inapoteza attention ni hizi maneno ya social media. Kwa hivyo pana haja sana ya kufikiria Mungu alikuchagua akakuita ufanyage nini. Ulishike hilo na utakuwa mtu mkubwa katika maisha. Nimerudi tena kukwambia maamuzi ni Yesu. Mwimbaji yule alisema nikiliita jina lake nitakuwa salama. Na wewe uliite jina la Yesu, ndiye anayeamua kama utaishi. Na uzuri ni kwamba ukishapata habari kama hii, unaweza jua ya kwamba watu hawataamua kuhusu maisha yako. Wachawi hawataamua, shetani hataamua, maajenti wa giza hawataamua. Yesu ndiye atakayeamua maisha yako. Lakini uko na uhuru wa kuamua kama unataka yeye awe mwamuzi ama unataka kuishi maisha ya kubahatisha. Amua leo umfanye Yesu mwamuzi wa maisha yako. Kwa sababu kama Mungu alimchagua awe mwamuzi, na wewe umchague awe mwamuzi wako. Basi napenda nikomee hapo kwa leo, na ninakushukuru sana kwa sababu ya usikilizaji wako mwema. Tafadhali kumbuka kusupport kipindi hiki kwa njia ya kusubscribe na njia ya kushare. Ndio siku ingine tukitoa video pia uwe sehemu ya wale ambao wanakuwa wa kwanza kuipokea. Basi hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi wako mwalimu umpendaye, mwalimu na mshauri wa jamii. Mungu akubariki, na huyu Yesu ahifadhi roho na maisha yako.